Yes, mtazamaji wa Bongo Headline, tupo station leo ikiwa ni siku ya Jumatatu tulivu kabisa. Tumekutana na Harmony hapa kuweza kuzungumzia timu yetu ya Taifa Stars. Tunajua kwamba ilikuwa na mchezo Jumamosi dhidi ya Kuwait na timu ya taifa ikaangukia pua kwa kufungwa goli 4-3 dhidi ya Kuwait. Harmony, mambo vipi? Poa, habari ya wewe? Salama kwema? Kwema kabisa. Weekend imeendaje? Namshukuru, imeenda ingawaje sio vizuri sana lakini imeenda vizuri. Tunashukuru Mungu. Leo tuko salama, tunarejea makazini. Timu ya taifa bwana iliangukia pua dhidi ya Kuwait goli 4-0. Kipindi cha kwanza kilimalizika Tanzania tukiwa tunaongoza kwa bao 2. Tukasema leo ni siku yetu ya kufurahi lakini cha ajabu kipindi cha pili kikabadilisha matokeo. Mchezo kwa ujumla ulitazamaje? Mchezo ukiangalia uligawanyika katika vipindi viwili. Kipindi cha kwanza ulikuwa mchezo wa kwetu, lakini kipindi cha pili tulikosa utulivu na tukaweza kuruhusu magoli 4. Lakini ukianza kuangalia kulikuwa na makosa makubwa sana kutoka safu yetu ya ulinzi. Lakini niliweza kuongea hata siku ile kabla ya mechi kwamba tusitegemee makubwa kutoka kwenye timu yetu. Ukiweza kuangalia Gamondi anaanza kuingiza kitu katika timu yetu ya taifa. Kidogo unaweza ukaangalia timu inakaa na mpira na inacheza. Ukiangalia pia wale wapinzani wetu sio wale watu wa kusema tungefungwa nao. Lakini ni kwa sababu tu ya uzembe wa safu yetu ya ulinzi ndio leo tupelekea kwenda kupoteza goli zote 4. Ukiangalia goli 3 tumefungwa kutokana na mipira ya set pieces ambayo ilikuwa ni makosa ya wazi ya mabeki, na goli moja ambalo kipa yoyote anaweza akafanya na likatokea goli, kwa sababu alipokwenda kupiga mpira kwa bahati mbaya alianza kupiga ardhi ndo akapiga mpira ambao kwenda mbali ukamfikia mpinzani na tukaweza kufungwa goli la 4. Lakini pia ukiangalia magoli tulioyafunga, tumefunga magoli mazuri ambao ni magoli ya movie. Unaangalia kabisa mpira unatoka hapa unaenda hapa na goli linapatikana. Tofauti na kipindi kilichopita, kwa sababu kipindi kilichopita hakuna mechi ambayo tulikuwa tumewahi kushinda zaidi ya goli 2. Lakini juzi tumeweza kufungwa lakini tumeweza kupata magoli 3. Kwa hiyo kidogo timu yetu ita improve na inabidi tu wapate muda wa kuangalia yale madhaifu yaliyotokea, sehemu gani waweze kuyaziba ili tutapokwenda AFCON angalau tujitahidi tusonge mbele. Watu wengi wanamlaumu kocha Gamondi. Sasa mimi nataka unielezee kitaalamu kosa la kocha lipo wapi mpaka kwenye mchezo ule? Kwangu mimi sijaona kama Gamondi alikuwa na kosa lolote. Ni kosa tu la mabeki wetu, kwa sababu Gamondi kajitahidi. Kwanza alikuwa na muda mchache tangu ameteuliwa kuwa kaimu kocha mkuu. Lakini kwa muda wake mchache kajitahidi kuipeleka timu ambao kaweza kuingiza mfumo wake mpaka timu imeanza kucheza mpira wa pasi na sio mpira ule wa butua. Watu wakubwa wa kuwalaumu ni mabeki wetu. Ukiangalia ile backline yetu yote ile ni wachezaji ambao wamecheza muda mrefu, hawajapumzika. Mechi za kirafiki wanacheza wao, mechi za kimashindano wanacheza wao. Kwa hiyo na ukiangalia labda wengi walichokuwa na mlaumu labda kwa kuwa tayari tulikuwa tumeshaanza kuona udhaifu wa mabeki wetu. Katika benchi kulikuwa na mabeki, kwa nini hakuweza kuwabadilisha mapema? Ukiangalia kama pale kwenye beki tulikuwa na Haji Mnoga ambaye labda angeweza kuingia na kuweka utulivu katika timu yetu. Lakini sio mtu wa kumlaumu sana, kwa sababu tumeona timu imecheza. Ni makosa tu madogo ya mabeki yaliyotupelekea kutufunga. Kwa hiyo Gamondi mimi kwangu sioni kama anakosa. Kama tunavyojua kwenye timu yetu ya taifa, wengi sana wamegawanyika kwenye pande zote mbili. Yaani tunauleta Uyanga na Usimba tunauweka kwenye timu ya taifa. Watu wa Yanga wanasema kwamba golikipa wa Simba ndo kafungisha. Watu wa Simba wanasema mabeki wa Yanga ndo wamefungisha. Hii inakuwa imekaaje kwenye timu ya taifa na ina afya gani kwenye timu yetu ya taifa? Kwanza haina afya nzuri kwenye timu yetu ya taifa. Timu ni ya taifa, ni ya watu wote. Ni ya watu wa Simba, ni ya watu wa Yanga, ni ya watu wa Azam, ni ya watu wa Singida na timu nyinginezo. Ukiangalia tumefungwa magoli 4. Katika magoli 4, goli moja peke yake ndio ilikuwa makosa ya golikipa ambayo ilikuwa ya kuondoa mpira au kuweza kuondoka na bahati mbaya kumkuta mpinzani. Lakini haya magoli 3 yamesababishwa na mabeki. Na katika wale mabeki kulikuwa na beki wa Simba na kulikuwa na mabeki wa Yanga. Kwa hiyo uwezo ukasema labda ni mabeki wa Yanga ndio waliosababisha ama ni mabeki wa Simba, ni timu ndio iliyosababisha.
mabeki wa Taifa Stars, kwa sababu pale ilikuwa haichezi Yanga wala ilikuwa haichezi Simba, ilikuwa inacheza timu ya taifa ya Tanzania, na hii si nzuri katika soka letu la taifa. Tunapokuwa kwenye timu ya taifa, wote wanatakiwa tuwe kitu kimoja, tuache kunyoshiana vidole kwamba huyu ni Yanga, huyu ni Simba. Kitu unachotakiwa kuangalia ni nani anayekwenda kuperform vizuri na kuweza kutusababishia tupate matokeo mazuri katika timu ya taifa. Ndio. Sawa, kwa kumalizia, kwa timu ambayo uliiona inavyo flow, inavyocheza, umesema nafasi zimeanza kutengenezwa, unaona AFCON tunaweza tukaambulia kitu? Itategemeana, kwa sababu hapa katikati kuanzia saa hizi timu zetu hazitakuwa na kupumzika, kwa sababu kama nasikia kwamba Simba hapa katikati ya wiki kabla ya mechi ya kimataifa anaweza akacheza mechi ya ligi, na wakishaingia kimataifa watacheza mechi 2 mfululizo. Wakitoka hapo kuna mechi ambazo zitakuwa ni za back to back mpaka tarehe 13 ili kuweza kufidia gap la mechi za ligi. Kwa nafasi itakayopatikana ni kama ya wiki moja. Otherwise labda TFF waje waahirishe ligi ili timu ya taifa ijiandae, lakini bado itakuwa ni kitu kibaya kwenda kuahirisha ligi ili kuweka maandalizi makubwa kwenye timu ya taifa. Lakini naamini kwa kipindi ambacho hiyo wiki moja ambayo tutapewa kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kucheza AFCON, Gamondi ataingiza kitu, lakini pia selection ya wachezaji. Yaani hapa ndipo itakapotoa taswira ya nini tunakwenda kufanya AFCON. Ikiwa watafanya selection kwa wachezaji wa 10% kwamba bwana unakwenda AFCON, lolote likitokea utapata pesa ya bonus, utapata nini, kwa lipia shilingi kadhaa tukuite timu ya taifa, hapo tutafeli. Lakini ikiwa ataachiwa Gamondi yeye mwenyewe achague ni watu gani anaowahitaji kwenda nao timu ya taifa, basi ninaamini 16 bora tunaweza tukafika na tukafanya vizuri. Kwani mambo haya ya kuanza ya 10% ya kuitiwa wachezaji hadi kwenye timu ya taifa yapo? Yapo. Watu wanaitwa ili watoe 10% ili mgao ukipatikana kule, kwa sababu anajua mgao ukipatikana kule si anapata naye pesa yake. Kwa mtu anafuata kabisa kwenye timu yake, bwana sisi tunataka tukuite kwenye timu ya taifa, lakini inabidi utoe 10% ili uitwe. Na kuna wachezaji wengine wanakubali, kuna wengine wanakataa. Ndio maana utakuta hata katika wachezaji wanaoitwa mtu anaanza kujiuliza kwa nini fulani hajaitwa? Kwa nini ameitwa fulani? Wakati unaona kabisa fulani ana kiwango kuliko fulani. Ni kwa sababu ya mambo hayo. Sasa inakuwa na afya gani kwenye timu yetu ya taifa, kwa sababu tunahitaji tufike mbali zaidi? Na hii ndio inayotuulia timu yetu ya taifa kwa asilimia kubwa. Hata hichi kikosi ambacho kimekwenda kucheza na Kuwait kwa asilimia 100 akijaitwa na Gamondi. Asilimia 100? Akijaitwa na Gamondi. Nini kinakupa mashaka mpaka unasema hivyo? Mimi nakwambia hivyo na uhakika asilimia 100 kikosi akikuitwa na Gamondi. Ni watu tu walioteua kikosi, Gamondi akapewa maelekezo. Kulikuwa na haja gani ya kuweza kuwaita watu alafu wengine wakabaki, wengine wakaenda? Kuna wengine wamefika mpaka airport wakarudi hawakwenda, na sio majeruhi. Kuna wengine tunaambiwa ni majeruhi lakini sio majeruhi, kwenye timu zao wanafanya mazoezi. Sababu ilikuwa ni nini? Unazungumzia issue ya Captain Baka. Wanasema kuna Baka, kuna Mdasiri, kuna Faisal. Wote wamebaki wachezaji watatu ambao ni wachezaji wa muhimu katika timu yetu. Wote hao watatu wachezaji wa muhimu. Wote tunajua Faisal, Mudathiri ni wachezaji wa muhimu katika kiungo. Tunajua Bakari huyu Ibrahim Baka ni mchezaji muhimu pia katika eneo la ulinzi. Na ndio maana utaweza kuona katika timu yetu ilivyokuwa inacheza kulikuwa na makosa mengi ya kiulinzi, kwa sababu wale wote wawili walikuwa wanashindwa kutumana. Inaweza ikaleta ukakasi kwamba hao walioachwa na ni watu muhimu, inawezekana 10% wamekataa. Inawezekana wamekataa kutoa 10%, ndio maana wamegoma kwenda na timu. Scenario ya Baka kufika airport alafu mpaka ukarudi nyumbani kwamba imeshindikana yaje wasafiri na timu hii, inakuwa imekaaje? Imewahi kutokea toka umeanza kufuatilia mpira kwenye timu yetu ya taifa? Kwenye timu ya taifa sina uhakika, lakini imewahi kutokea kwenye klabu ya Simba. Aishi Manula alifika mpaka airport na akarudi akuweza kusafiri na timu.
lakini nadhani baada ya kufuatilia sana hata saizi alipo pale Azam, baada ya kufuatilia sana nikagundua kwa Aishi Manula amepata tatizo la degedege. Kwa hiyo hawezi kusafiri kwa ndege wala kwa meli mpaka atakapotibiwa hilo tatizo lake. Kwa hiyo kwa Baka sijui, inabidi TFF wao ndo watoe taarifa ni kwa nini mchezaji amefika mpaka airport na kuweza kusafiri na timu. TFF ndo walitolea ufafanuzi. Wao ndo wanatakiwa walitolea ufafanuzi. Maana unaweza ukatolea ufafanuzi ukaja ukaambiwa sio kweli, ni hivi ni hivi ni hivi. Sasa kitu hicho kitakuwa sio kizuri. Wao ndo walitolea ufafanuzi. Lakini sisi tunachojua wachezaji waligoma kutoa 10%. Jua? Wachezaji waligoma kutoa 10%. Shukrani sana. Asante.